Watoto hello. Watoto how are you? Wazazi hello. Naomba kwamba watoto tuweze kutulia. Wale ambao wanatembea, tafadhali tutulie, kwa sababu imefika saa takatifu ya mahubiri yenu. Watoto, kila mmoja niangalie mahali pote alipo. Tuombe kwa ajili ya mafundisho ama mahubiri ya watoto. Naomba. Mtakatifu ishe mahali pa juu patakatifu mno, tunakuja tena mbele zako. Sisi watoto wako wadogo tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa ahadi yako ya milele kwamba Bwana, ufalme wa mbinguni ni wetu sisi watoto wadogo. Basi tunakuomba utibidiishe Roho yako Mtakatifu aweze kuwa kwa wingi katika mioyo yetu, atufundishe, aturekebishe, atuelekeze kuyatenda yaliyo mapenzi yako, ili kwamba tuweze kufikia utakatifu wako na tuweze kupata uzima wa milele jinsi ambavyo umeahidi. Baba, tunaomba uweze kutupatia utulivu tunaposikiza kutoka kwako kupitia kwa maandiko. Neema yako iweze kuwa juu ya kila mmoja, ili kwamba Baba tuweze kupata msaada. Asante kwa sababu umeahidi kwamba utatenda tunapoomba. Ni katika jina tukufu la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Watoto, mmeambiwa wiki ya leo ilikuwa ni wiki ya nini? Ni wiki ilikuwa ya nini, Yvonne? Wiki ambayo imeisha ilikuwa ni ya nini? Ya department gani? Ya stewardship. Watoto, mnajua stewardship ni nini? Stewardship mnajua ni nini? Wakati mom amekupatia kazi, ameenda sokoni ama ameenda kazini, alafu ukaifanya ile kazi, ni kuwajibika. Hiyo inaitwa good stewardship, ama wakili wa mamii mwema. Wakili wa mamii gani? Na je, kama hautaifanya ile kazi unakuwa wakili gani? Wakili mbaya. Basi katika Biblia pia tumepewa mfano wa watu ambao waliwakilisha Yesu katika ulimwengu, tena wakawakilisha vizuri. Shepherd na kikundi chako mtulie, kwamba katika Biblia Mungu ametupatia nafasi tuweze kumwakilisha ulimwengu huu. Kuna mifano ya watu wengi ambao tumepatiwa katika Biblia waliweza kuwakilisha vizuri kazi ya Mwenyezi Mungu. Mmoja wapo alikuwa ni Abrahamu. Alikuwa ni nani? Sema Father Abraham. Hebu tuimbe Father Abraham. Father Abraham had many sons, so Father Abraham, I am one of them, and so I am. So let us praise the Lord. Nafikiri kwa nini Abrahamu anaimbwa? Kwa sababu alikuwa mzuri ama alikuwa mbaya? Alikuwa mzuri, aliwakilisha kazi ya Mwenyezi Mungu vizuri. Pia tuko na Musa. Unajua Musa alifanya nini watoto? Musa aliambiwa na Mungu atoe wana wa Israeli kutoka Misri utumwani. Alitii ama hakutii? Alitii. Haya, mwingine ni Daudi mdogo. Amen. Daudi alikuwa ni mdogo sana, si ndio? Akawakilisha Mungu. Yeye alikuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Alipowakilisha Mungu akampatia nguvu, akaweza kumshinda Goliathi. Alimpiga na bunduki ngapi? Zilikuwa bunduki ngapi? Zilikuwa ni bunduki. Zilikuwa ni nini? Jiwe. Si nyinyi huwa mnarushana jiwe? Ishaua mtu kweli? Nafikiri kwa nini iliua mtu, tena jitu kubwa? Nafikiri ni kwa nini? Kwa sababu gani? Amen. Amesema ilikuwa jiwe
la uzima. Ticha, saidia. Kwa nini lile jiwe liliua na lilikuwa kidogo? Kwa nini jiwe liliua na lilikuwa kidogo? David alipiga kule kuna faith in God. Amen. Alikuwa na imani kwa neno la Mwenyezi Mungu. Alisema kwamba wewe Goliathi, wewe unanikujia na silaha, lakini mimi nakujia kwa neno la nani? Akamwakilisha Mungu na Mungu akampatia nguvu na uwezo, akaweza kumshinda. Basi tena kuna steward mzuri sana anaitwa Yusufu. Anaitwa nani? Yusufu. Yusufu alikuwa na mandugu zake, walikuwa wanampenda sana. Ni kweli? Ndugu zake walimpenda sana? Hawakumpenda, walimchukia, si ndio? Hatimaye wakamuuza, si ndio? Si tunakumbuka walimuuza. Lakini kwa sababu Yusufu alimwakilisha Mungu vizuri, alikuwa yompenda ndugu zake, alikuwa anampenda Mungu, alikuwa anatii sheria zake, Mungu akampatia neema. Akampatia nini? Alipoenda pale huko Egypt, basi nao akapata shida. Ndugu zake wamemkataa, ametolewa mbali na baba yake, akapata shida mpaka hatimaye akaingia jela, akawekwa jela. Jela, watu wakienda jela huwa wanatembea wapi na wapi? Wanaenda Mombasa, wanaenda bara. Ukifungiwa umefungiwa, si ndio? Basi baadaye, kwa sababu kule gerezani yeye hakulia, akamwambia Mungu, kwa nini umeniacha? Basi mimi Mungu, wewe si wangu tena. Alimwambia hivyo? Hakumwambia hivyo. Pale gerezani aliweza kumwakilisha Yesu, akawa anamuomba, akafundisha wale ambao walikuwa wamekosa tumaini, akawafundisha kwamba tunaye Mungu. Licha ya kwamba tuko hapa gerezani, basi Mungu yuko pamoja nasi kila siku, anatupatia uhai, anatupatia kila kitu ambacho tunakipata. Akawakilisha Mungu, akafundisha watu habari njema ya wokovu, na wengi wakaweza kuokoka. Basi siku moja, kwa sababu ya neema hiyo, Farao wa Misri akaota ndoto ambayo ikamtatiza sana. Basi kila mmoja akasema, mimi ninajua. Akiambiwa atoe tafsiri akashindwa. Wakakumbuka Yusufu gerezani, wakaenda wakamtoa gerezani, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye, akamuondoa pale gerezani. Alimpatia hekima kwa sababu alimpenda Mwenyezi Mungu. Alipotolewa pale, basi akaja akatafsiri ndoto ya mfalme Farao. Mfalme akasikia raha. Aliposikia raha, akamwambia, sasa Yusufu, tufanye nini basi aliwaambia kwamba hiyo ndoto ambayo uliota ni kwamba Mungu anakuonyesha kwamba kutakuwa na miaka 7 ya mavuno mazuri, alafu tena itafuata miaka nyingine 7 ya njaa. Watu watakufa ikiwa hautakuwa tahadhari. Akaomba ushauri. Yusufu akamshauri kwamba iwapo tutashinda, ni kwamba hii miaka 7 utafute mtu mzuri ambaye atakuwa mwaminifu, kwamba miaka 7 mazao yatakapokuwa mazuri tuweze kuyakusanya, tuyaweke akiba kwa miaka ile 7 ambayo kutakuwa na njaa. Mfalme akapendezwa na maneno ya Yusufu. Wengine wangesema tu, mfalme, unajua nini, miaka 7 tukiwa tunapata chakula tukae, alafu hiyo miaka nyingine tutafute nchi nyingine ambayo tutakimbilia, si ndio hivyo? Sonia, wewe ungemshauri aje? Sonia, wewe ungemshauri aje? Pastor, wewe ungemshauri aje? Si unaona tumeshindwa, si ndio? Si unaona ni hekima nyingi Mungu alimpatia Yusufu, si ndio? Zote tumeshindwa. Kila mtu angemwambia, mimi ningemwambia mimi, mfalme, sisi tuketi hapa, hiyo mazao tutauza. Alafu miaka 7 ikifika tutaenda kujificha, tutaenda kwingine. Lakini alimshauri ushauri uliokuwa mzuri. Alimwakilisha Mungu na kipawa ambacho alipewa. Basi sisi kama watoto wadogo tumepewa talanta. Tumepewa nini? Nani anajua kuimba hapa? Nani anajua kuimba? Hatujui kuimba. Hani, unajua kuimba? Mungu amekupatia mdomo ufanye nini? Ama Mungu ametupatia mdomo tufanye nini? Tutukane.
Ametupatia mdomo tufanye nini? Tuongee maneno gani? Tuongee maneno gani? Stori ya Mungu. Stori ya Mungu. Hani, Mungu amekupatia mdomo ufanye nini? Tuongee. Kuongea tu ndio mnajua. Mungu ametupatia masikio tufanye nini? Tusikilize mwalimu kama anafundisha. Amen. Tusikilize mwalimu akifundisha. Na Mungu ametupatia miguu, tutembee kwenda wapi? Tuende kwa Mungu. Kanisani. Halafu Mungu ametupatia mikono. Tufanyie nini mikono? Hii mikono yetu mizuri tunafanyia nini? To do God's work. Ametupatia mikono mizuri tuibe? Ametupatia midomo tutukane? Basi kama watoto wadogo tutaenda tujifundishe. Ili somo limetoka, stori ya Yusufu imetoka kitabu cha Genesis 41 kuanzia fungu la kwanza mpaka la mwisho. Imetoka katika kitabu gani? Genesis 41. Wazazi tukiwa pale nyumbani, tafadhali tukumbushe watoto waweze kusoma. Wale ambao hawajasoma hawezi kusoma, tuwasaidie ili kwamba wajue kwamba wanastahili kuwajibika katika talanta ambazo wamepewa. Watoto wadogo tulikuwa tunaimba kwamba sikiliza, sikiliza. Nitakuwa kubwa, nitakusaidia na wewe furahi, na wewe furahi. Wacha niulize Mama Yvonne. Yvonne anaimba kwamba alipokuwa mdogo aliimba kwamba akiwa mkubwa, mikono yake ikiwa mkubwa atakusaidia. Je, anasaidia? Amen. Mama Kiki ameimba. Nimemwona akiimba kwamba mikono yake ilikuwa midogo. Sahihi, anasaidia? Kiki. Sahihi, mikono yako imekuwa mkubwa, unasaidia mamii na tunasaidia kila mmoja. Mungu amempatia kipawa, amempatia miguu itembee katika njia zinapendeza Mwenyezi Mungu. Macho yatazame mambo ambayo yanafaa. Tusiangalie videos mbaya, sawa? Macho yako si ya kuangalia videos mbaya, na masikio yaweze kusikia habari njema za Yesu. Mikono yetu iweze kusaidia. Mungu aweze kutubariki kama watoto wadogo, tuweze kuwajibika kama vile Yusufu aliwajibika, ili kwamba hatimaye tuweze kurithi ufalme wa mbinguni. Naomba mwalimu wa watoto mmoja akuje mbele aweze kuweka watoto mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Mwalimu wa watoto mmoja. Kama walimu hawako jumba, naomba Edanete Zilo uje udedicate hao watoto katika mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Jumba hatuna walimu wa watoto kabisa. Mungu aweze kutusaidia, tujitolee kufundisha watoto. Tubarikiwe. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunashukuru kwa asante kwa watoto waliotupa. Asante kwa sababu zawadi ninayo. Basi waamini Yesu katika moyo wako, sababu kwa mikono yetu na mawazo yetu kwa uwezo wetu tuweze kusikia neno. Kuweza kuwafundisha na kueleza jinsi ambayo tunapaswa na wanapaswa kujiambia watu wazima waweze kufaidika. Tunashukuru kwa sababu
kusaidia kwa sababu nawapenda kwa kushukuru kwa sababu kwa mara ndio tunamaliza injili yako siku za mwisho kuja basi Amen. Asante sana Ida Nyanje. Nataka kuwakumbusha wazazi kwamba mzazi yeyote ni mwalimu. Mzazi wowote ni mwalimu, kwa sababu mtoto wako wewe ndio unakuwa mwalimu wa kwanza. I expected kwamba napoita walimu wa watoto kila mama kwanza asimame, lakini kwa mama wote, sijui nani anafundisha watoto kule nyumbani. Naomba kwamba tuweze kuadilika, tuweze kuwa wakili wema. Mungu atusaidie.